Nalani na tunaomba jeshi la polisi lifanye uchunguzi, wachunguze kama kweli endapo aliofanya hilo tukio ni Masai, chukulia hatua za kisheria kama yeye na sio jamii nzima. Kwa sababu sasa hivi tunapoangalia pressure ni nyingi. Tunaona kabisa kwamba sasa hivi pressure ni nyingi sana. Tunaitwa wauaji kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alidai kwamba ni Masai. Na tunaomba kwamba wale pia wanaoajiri unapomwajiri mtu lazima basi ujue majina, uwe na dhamini wa kujua mtu ametoka wapi. Ndugu wa Tanzania, nadhani tunaendelea na mwendelezo wa swala la mauaji ya ndugu yetu Mchina, na kama unavyowaona katika jitihada zangu za kuhakikisha kwamba swala hili aliwezi kuleta madhara zaidi kwa kazi ya vijana hawa hapa nchini, tumeona kwamba ni vyema tufanye kazi kubwa mbili. Ya kwanza ni kuwapata viongozi wao wa hapa Dar es Salaam ambao ndio wako hapa na watazungumza, alafu ili waweze kueleza kwa kinagaubaga namna gani wamekuwa wakifanya kazi na namna gani wanaweza kuwa sehemu ya kusaidia kuhakikisha kwamba kazi zao zinaendelea kuaminika zaidi kama ilivyokuwa. Lakini jambo la pili, kuona namna gani wanaweza kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kama kweli aliyefanya kitendo hicho cha mauaji anatoka kwenye jamii ya hawa walinzi, basi waweze kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha waliofanya lile tukio wanapatikana. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutaliacha kundi hili katika mazingira ambayo ni ya kuaminika zaidi katika jamii, lakini kitendo cha mtu mmoja au wawili kinaweza kikabakia kuwa ni cha watu hawa wachache na sio jamii nzima. Ndio lengo la kuhakikisha kwamba swala hili linaendelea kujadiliwa zaidi. Tunasema hivyo kwa sababu hali ya sasa hivi, baada ya kufanya scanning, viongozi hawa wananiambia kwamba hali imezidi kuwa mbaya. Baadhi yao wameanza kusumbuliwa kule makazini. Lakini hata mimi leo hii nimezungumza na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Muliro, na yeye amenihakikishia kwamba hali inazidi kuwa mbaya na trust kwa walinzi hawa wa Kimasai inaendelea kushuka. Watu wengi wameogopa, watu wengi wameshtuka kutokana na kitendo kile ambacho kimetokea katika makampuni ya Mchina. Sasa katika mazingira kama hayo lazima zifanyike jitihada za kuhakikisha kwamba uhalifu unabakia kuwa ni wa mtu mmoja na sio wa jamii nzima. Hilo ndio jambo la msingi. Uhalifu ubakie kuwa ni wa mtu na sio wa jamii nzima. Akiua leo mwanasheria mmoja, wakili, isionekane ni mawakili wote sisi ni wauaji. Hilo ndio jambo la msingi. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba swala hili tulifanyie kazi na hawa watazungumza, na nimemwomba Mheshimiwa Muliro ikiwezekana akutane nao kwenye vikao vyao vya mara kwa mara ambao huwa wanafanya Jumapili. Azungumze nao, awaondolee hofu, lakini pia hawa nao wamhakikishie kwamba watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba yoyote ule ambaye amehisiwa kufanya tukio kama lile la mauaji basi waweze kwa sababu katika historia ya ulinzi wa ndugu hawa kwa miaka yote haijawahi kutokea tukio la kwamba askari wa Kimasai amefanya uhalifu wa namna hiyo. Haijawahi tokea kufanya mauaji. Ndio maana wote tumeshtuka kwamba nini kimetokea, kwamba leo hawa watu ambao walijenga trust kwa muda mrefu wameaminika na brandi yao imekuwa ni ya muda mrefu na wamekuwa wakifanya kazi za ulinzi huu kwa sababu ya brandi yao ya uaminifu. Jamii imekuwa na uaminifu kwa muda mrefu sana katika malindo yao. Wamekuwa ni watu ambao si rahisi kununulika, kurubunika. Sasa kitendo cha juzi siweze kuondoa hii brand kwa sababu hii ni ajira. Hapa Dar es Salaam wako karibu 10,000. Ni ajira ya vijana hawa. Sasa ukiharibu ajira ya watu 10,000 kwa sababu ya mhalifu mmoja, tunakuwa tuwatendei haki kwa sababu hawa hawana kazi zingine za kufanya, ukizingatia kwamba pia elimu pia kuingia kwenye jamii za Kimasai, lakini pia hali ya migogoro ya ardhi katika maeneo ya ufugaji, swala la ufugaji linaendelea kushuka. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo Watanzania wengi uwezo wa kuajiri makampuni hawana, wanawategemea hawa. Kwa hiyo leo watazungumza na naomba muwasikilize, alafu niombe pia jeshi la polisi kuendelea kushirikiana na viongozi hawa kuhakikisha kwamba kama kuna aliyehusika na matukio kama anatoka katika jamii hii basi aweze kuwajibishwa. Lakini jambo la msingi tuweze kupata taarifa kamili ya wale waliofanya uhalifu, ikiwezekana majina yao, ili waweze kubainika wametoka katika maeneo gani. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sasa, watajitambulisha
wametoka katika maeneo gani na uongozi wao ukoje, ili waweze kuzungumza na Watanzania yale ambayo wanataka kuyazungumza katika siku ya leo. Unalaani hilo mauaji. Kwa hiyo ndugu yetu Mchina ameuawa kwa namna moja au nyingine. Mimi nimekuja kukutana naye mheshimiwa ili atusaidie, ajitetee kutokana na jamii zetu watu wanapochafua jina. Na sasa mimi mwenyekiti zao sinafanyia kikao pale Mabibo shule Sampakani. Hapo Mabibo sinafanyaga Jumapili pale kikao. Naomba mheshimiwa atusaidie, atukutanishe na jeshi la polisi, kwa sababu aliyefanya kitendo ile ni mtu mmoja, sio jamii mzima wa Masai. Hii kitendo imefanyika leo jiji la Dar es Salaam, naweza kufanyika kitu siku nyingine mkoa mwingine, kwa mfano kama Arusha au Tabora au Singida au Mtwara, kwa sababu hapo ni Tanzania. Hamna sehemu ambayo watu wanakukwamisha na kuambia usitembee sehemu fulani au haufai kukaa hapo kwa sababu sio makazi zenu. Nadhani sisi sote kama mimi hapo, mimi msururaji nasunguka, mimi ni machinga, lakini hao wanaifanya kitendo walinzi na kemea kwa hilo kitendo ambayo imefanyika, kwa sababu kifanyika kitu kimoja, samaki moja kioza wote meoza. Kwa hiyo anaanza leo, kesho nyingine atakuwa mtu mwingine. Sasa mimi kama mwenyekiti zao naomba jeshi la polisi kiwezekana aje tukutane Jumapili iliyokuja, kesho kutwa. Nadhani leo Ijumaa, kesho Jumamosi, kwa hiyo Jumapili kesho kutwa ni Jumapili. Aje tukutane pale shule ya Mpakani ya Mabibo tusungumze. Atoe rai. Kwa sababu anaposikiga sasa hivi naanza kusikiaga wengine ambao wameshafukuzwa kazi maeneo ya Tegeta, maeneo Sakawe. Anapotembea nakuta minong'onoko za watu. Kila akipita mtaani anaweza kukura mtu mwingine anakuambia wewe Masai sasa hivi wewe muuaji. Unaweza kukura mwingine ambaye ana hasira. Kukutana naye ana hasira, mtu mwingine hajapata hela anasunguka na ungua na jua hajapata hela, na kutana na ile mtu ambaye anakuambia ameua una tuma yoyote, unaweza kuasirika, unanyanyua fimbo unapiga mtu. Hii hatutaki atokee vitu kama hiyo. Nataka tuishi kama napoishi siku zote. Nataka tutembee mkoa zote ya Tanzania kama napoishi siku zote kutembea. Nalaani na tunaomba jeshi la polisi lifanye uchunguzi, wachunguze kama kweli endapo aliyofanya hilo tukio ni Masai, chukulia hatua za kisheria kama yeye na sio jamii nzima. Kwa sababu sasa hivi tunapoangalia pressure ni nyingi. Tunaona kabisa kwamba sasa hivi pressure ni nyingi sana. Tunaitwa wauaji kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alidai kwamba ni Masai, na tunaomba kwamba wale pia wanaoajiri unapomwajiri mtu lazima basi ujue majina, uwe na dhamini wa kujua mtu ametoka wapi. So unaajiri mtu baadaye limefanyika tukio ndo linaanza kwa sababu kama taharuki sasa hivi. Sababu hii jamii unasema wa Masai ni wauaji. Unakuja kusema jamii nzima ni wauaji. Kwa kweli tunakerwa na hicho kitendo. Kweli kama kuna mtu amefanya hivyo, kwa sababu kwenye kundi lote huwezi kukosa wote mkawa sawa. Tunaomba ngazi zinazoshughulika na uchunguzi wafanye uchunguzi, wapatikane mtuhumiwa, atumiwe yeye kama yeye, lakini sio jamii nzima. Unakuja kusema kwamba wote ni wauaji. Kwa kweli sasa hivi hali sio nzuri. Hali sio nzuri, mtandaoni sio nzuri. Unaona kabisa vilipo vingi vinatumwa, Wamasai wamefanya hivi, Wachina wamefanya Wamasai amekuwa hivi. Kwa kweli tunashangaa sana. Kwa hiyo tunaomba tumekuja kuzungumza kwa sababu tumeona hali sio nzuri sana. Kiukweli naumia kwa sababu watu wanapopotosha watu. Unapotosha watu kwamba wamefanya matukio kama makubwa kama yale. Majina ya wale watu hatujaona. Tuomba uchunguzi endelee, tujue ni kina nani waliofanya hilo tukio. Kwa sababu sisi tunapokutanaga pale, tunafanya kikao zetu ya kusaidiana.
kuelimishana. Hatujawahi, mimi sio kusikia Masai aliua tangu nimekuwa. Yaani tangu sijawahi kuona masikia Masai ameua kwenye lindo, amekata mtu ameua kwa sababu ya hela. Sijawahi, ndio mara yangu ya kwanza kusikia mtu Masai aliua. Na kama kweli ipo, uchunguzi tufanyike, tujue ni nani aliyefanya hilo tukio. Na kama kuna wanaotaka ushirikiano kwamba kama kweli kuna wewe, tunasaidiana na ngazi za polisi waje, tunashirikiana, tunasaidia. Kama kweli wapo, tutasaidia. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hii tumeshaharibiwa majina. Kwa sababu sasa hivi kuaminika tena hamna. Nasema Masai sasa hivi hawezi, kwa sababu kama umeua mtu yani hata barabarani unapotembea unaitwa muuaji. Unatembea barabarani unaitwa wewe Masai, wewe ni muuaji. Ni kitendo ambacho kidogo kweli inaona kabisa kwamba inaweza kusababisha vitu vingine, kwa sababu mtu unaponiita mimi muuaji inaweza tukatofautiana kiukweli. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano na sehemu husika. Tushirikiane, atumie mtu kama uchunguzi unafanya achukulie hatua yeye aliyofanya tukio, na sio wote. Tunaomba Wamasai wote waliopo Dar es Salaam yote, tuna mkutano Jumapili Mabibo, msiogope, tupo na ushirikiano wa polisi. Tumeshaongea na mkuu wa polisi, Jumapili tupo naye. Kwa hiyo tunawatoa hofu kila mtu, Masai wote. Tunaomba wote tuingieni siku hiyo wote, ili tuende tujue wote.